Mtazamaji wa Faida Online TV, hawa ni baadhi ya wananchi ambao wanapatikana kwenye mtaa wa Tulivu ndani ya kata Magomeni manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara, ambapo siku ya leo wameonyesha uzalendo wao kwa umoja wao kufanya usafi kwenye mtaro huu ambao unatokea magereza moja kupitia hapa kwenye mtaa huu na kuelekea katika maeneo mengine. Na hii ndio maana halisi ya kujitolea. Faida Online TV, watu wa field pasi na hiana, tumekuandalia taarifa hii. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV, tafadhali baki nami. Mimi naitwa Hawa Bakari, mkazi wa mtaa wa Tulivu. Leo tumekutana miferejini kusafisha mifereji, watu wanachomoka majini humu jamani, mifereji. Chonde kumuvele kama mnatusikia. Madiwani na mabunge, wabunge kwani? Mtufikirie wenzenu, mtaa Tulivu hatari. Tukipika vitumbua kuna kupita kwenda kuuza vitumbua. Wanafunzi wanapokupita kutoka shule Lilungu pale kwenda majumbani mwao wanapokupita. Wakienda shule huko majumbani kwao wanapokupita mifereji. Majini watu wanne walichomoka miferejini humu. Mimi naenda. Ngoja. Kwa hiyo mtu akija kuoa huko ajiandae kuvuka na mke wake. Ajiandae kuvuka na mke wake. Kama hujiandae kuvuka mtaa Tulivu uoe na wamejaa wajani top wanaogopa mifereji, midume. Jina naitwa Mohamed Ismail Mkula. Tumeamua kufanya maamuzi haya hapa kutokana na matatizo ya maji. Mvua zinapokuwa zinanyesha kila mashika, basi inakuwa ndo mfereji inakuwa unajaa maji, inatokea mafuriko. Kwa hiyo tukafanya maamuzi kwamba tuongeze kina cha mfereji huu hapa. Changamoto ndio hizo. Tunaomba tu manispaa au serikali iweze kutufikiria, na nyinyi kwa waandishi wa habari mmekuja hapa na hapo kuja kuangalia swala hili hapa, basi tunaomba msaada kwenu serikalini, manispaa. Kwa jina naitwa Zuberi Muhammad Zuberi, mkazi wa Magomeni Tulivu, lakini vile vile ni mwenyekiti wa chama cha maendeleo ya mtaa. Tukaamua tujitoe kwa makusudi mazima kwa ajili ya kunusuru hali ya kuingia kwa maji majumbani. Sana ukiangalia sio tu swala la mitaro, lakini vile vile hata swala la miundombinu, kwa maana swala la madaraja culverts ambazo tunaiomba serikali basi angalau watuletee box culvert na sio round culvert kama hizi. Nafikiri nyewe waandishi wa habari mmeweza kuona tumepita hapa kwa maana mvua ikinyesha tenga moja tu la nyanya likifika pale linakuwa limeziba. So tunaiomba serikali sikivu ya Rais wetu Samia Suluhu kupitia diwani wetu wa kata, lakini vile vile kupitia mwenyekiti wetu wa mtaa na wajumbe, basi watupe support, tuone namna gani tunaweza kufanikisha kupata mitaro bora, lakini vile vile kupata barabara ambazo zinapitika kwa wakati wote. Wakati mwingine tunapata changamoto hasa wakati wa usiku au wakati wa masika, watoto wakati mwingine nafikia hata shule hawaendi. Haya, mimi naitwa Zainabu Nankoko, mkazi wa Magomeni Tulivu. Jamani, sisi hapa tuna usumbufu wa maji, hatuna amani. Kwa hiyo sisi tumeamua tu tujitolee wenyewe, angalau tunafanyaje kwa usumbufu tunaopata. Maji yakianza, mvua zikianza, maji yanaingia majumbani, watu hawana amani. Naomba serikali itufikirie, ituone kuhusu makalavati pamoja na mifereji kutujengea. Kwa jina naitwa Wambili Abdalla Bwatai, mkazi wa mtaa Tulivu Magomeni Mtwara mjini. Ikishaja mifereji maji yanamwagika kwenye nyumba za makazi ya watu. Tumekuwa tunapata hasara nyingi sana, nyumba kubomoka, wakati mwingine wakazi wa mku kuvuka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Sasa kwa hilo ilibidi tuamue kwa pamoja wananchi kwamba kero hii ni ya kwetu, lazima tupambane nayo sisi wenyewe kwanza kabla serikali haijatia mkono wake. Tumeshalamika kwa vyombo mbalimbali, lakini tukaona hapana, tuanze kwanza sisi halafu watu watukimbilie. Kwa majina naitwa Fatuma Njai, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Tulivu. Tuko hapa na wananchi tumekusanyika, hii kama wiki ya pili tuna zoezi la usafishaji wa mifereji kutokana na adha inayotukuta. Mvua zikinyesha maji yanaingia majumbani mwa wakazi wangu, kwa hiyo tukaona kuna ulazima wa kusafisha mifereji ili maji yaweze kutembea vizuri. Ukiangalia mtaa huu wa Magomeni kijiografia upo chini sana tofauti na mitaa yote. Maji ya magereza, Mingano, Tandika yanapita kuelekea mfereji mkubwa. Kama mwenyekiti nimeweza kulibeba na nalibeba. Tulikutana kwenye vikao vya ODC na nalizungumzia mbele ya diwani wangu Lami Kimlaponi na analibeba analichukua. Sasa hivi kuna utaratibu, walishakuja kuangalia masuala ya uchongaji wa barabara na uwekaji wa karavati. Hilo swala liko njiani na ameshanitoa hofu na niwaelekeze wananchi wangu kwa makaravati yatawekwa na hizo barabara zitachongwa na mifereji itajengwa kwa mawe. Na mtazamaji wa Faida Online TV,
Mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, ku like na comment channel yetu ili uendelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.